Habari kaka na dada, nina matumaini kwamba mko sawa. Ninafurahi kuweza kusoma neno la Mungu pamoja nanyi leo. Ninamaliza siku ndefu, kama unavyoweza kutambua ni usiku. Nimefanya kazi sana, nimesoma sana, nimechoka. Ila neno la Mungu linanipa nguvu, na nina matumaini kwamba ujumbe ambao nitashiriki unaweza kukupa wewe nguvu pia. Na pia ninamwomba Mungu aweze kuniongoza, aweze kunipa Roho Mtakatifu kunisaidia kwa vile ambavyo nitasema, kwa sababu najua, na kitu ambacho nimeambiwa sana hasa kanisani kwangu, kitu ambacho nimeambiwa sana ni kwamba kila ukiwa na fursa ya kutoa neno, kuna mtu angalau mmoja ambaye ataguswa na neno ambalo utashiriki. Na tukumbuke kwamba labda uko kanisani, unatoa neno, kuna watu wengi, tuseme 100, 200, watu wengi. Hata kama mmoja anaguswa na maneno yako na Roho Mtakatifu anamgusa, neno lako ni la thamani kubwa. Yani ni worth it. Sijui kusemaje kwa Kiswahili. Kuna andiko, nabii ambaye alianzisha kanisa letu alifunuliwa andiko ambalo linasema thamani ya nafsi ni kubwa mbele za Mungu. Kuna maandishi yake hapa. Thamani ya nafsi ni kubwa mbele za Mungu, kwani tazama, na acha nisome kwanza. Na kwa nyinyi ambao mnafahamu mafundisho na maagano wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, mnaweza kufuata. Ila ni mafundisho na maagano sura ya 18 mstari wa 10, kuanzia mstari wa 10. Kumbuka thamani ya nafsi ni kubwa mbele za Mungu, kwani tazama, Bwana mkombozi wako aliteseka hadi kifo katika mwili. Kwa hiyo aliteseka maumivu ya watu wote, ili kwamba watu wote waweze kutubu na kuja kwake. Na yeye amefufuka tena kutoka kwa wafu, ili kwamba aweze kuwaleta watu wote kwake kwa masharti ya toba. Na ni shangwe kubwa kiasi gani kwake katika nafsi ambayo hutubu. Kwa hiyo wewe umeitwa kutangaza toba kwa watu hawa. Na kama itakuwa kwamba utafanya kazi siku zako zote katika kutangaza toba kwa watu hawa, na kuleta japo iwe nafsi moja kwangu, shangwe yako itakuwa kubwa jinsi gani pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu. Kwa hiyo hapo Yesu anatufundisha kwamba yeye mwenyewe aliteseka hadi kifo ili sisi tuweze kuokolewa. Na utakuwa na furaha tele hata kama unaweza ukamsaidia mtu huyu mmoja kumkaribia Yesu Kristo maishani mwake na kuokolewa. Na tukumbuke pia hiyo mfano ambao Yesu aliweza kutoa kwamba ni mfano wa wana-kondoo, na kuna mwana-kondoo mmoja ambaye alipotea, na Yesu anamfuatilia, anaenda kumpata, hamwachi, anaacha wale wengine, anaenda kumchukua huyo ambaye alikuwa amepotea. Kwa hiyo hii si neno ambalo nilikuwa natarajia kwamba ningeshiriki, lakini nafikiri Mungu ananiongoza. Kwa hiyo labda kuna mtu mmoja ambaye anataka kusikia maneno haya leo. Labda unatoa neno kanisani wiki hii, au unahubiri au nini, au unatafuta njia nyingine kusoma na kushiriki neno la Mungu na watu wengine. Kwa hiyo kama ni wewe, kama wewe ndo unafanya hivyo, nataka kukuambia tu umamini Mungu, uamini kwamba maneno ambayo utasema, maneno ambayo utayaandaa yataweza kugusa mtu huyu moja, na labda zaidi ya moja, ila angalau moja. Na hata kama ukimsaidia moja, kila kitu
kimekuwa worth it. Labda mtu mwenye anajua Kiswahili kuliko mimi anaweza kunisaidia kujua unasemaje worth it. Ila ndo hivyo, Yesu anafanya kazi zake kila mtu moja moja. Tukumbuke wimbo katika kitabu cha nyimbo za wokovu, kila mtu moja moja aione njia njema. Kila mtu moja moja aione njia njema. Nuru yetu iangae mbele ya wenzetu huku. Kila mtu moja moja aione njia njema. Mungu ni mwema. Nimeshukuru kwa nafasi kushiriki hili neno na wewe leo, na ninatumaini kwamba Mungu ataendelea kukubariki. Uendelee kwenye kazi zako. Kama nilisema, nimechoka leo, ila ninaamini kwamba Yesu anaendelea kunilinda, anaendelea kunisaidia kufanya kile ambacho anataka nifanye. Kwa hiyo ndio hivyo. Siku njema popote ulipo. Ninawapenda nyinyi, ninawashukuru kwa kunifuatilia, na kama unafikiri kwamba hii video inaweza ikasaidia mwenzako yeyote yule, umtumie ili aweze kuona, na tuendelee kushiriki neno la Mungu pamoja. Asante sana.